Sam dakika 90 zinatamatika, mnyama Simba anaondoka na ushindi mkubwa na kutinga katika hatua ya nusu finali. Kwa nini mchezo namna gani? Ya kiufundi ni mchezo mzuri, ulikuwa ni wa kiufundi zaidi, lakini Simba walikuwa vizuri zaidi ya TRA. Finali ya robo finali kwenda nusu finali ya CRDB ilikuwa ni nzuri. Simba walikuwa perfect kwenye kila eneo, na hiyo imeonyesha daraja kati ya TRA na Simba ni kubwa. Ukiangalia jinsi ambavyo Simba walivyokuwa wakiwa na mpira, Simba walikuwa wakiwa na mpira wanakuwa wanaishi nje ya mfumo. Wakiwa hawana mpira wanarudi kwenye mfumo. Wakikamata mpira Simba huwa wanakuwa wanatanua uwanja. The way walikuwa TRA wameshinda kujua mbinu za Steve Barker. Yote kwa yote Simba wameweza kutufai kwenda hatua inayofuata. Matarajio yalikuwa ni fomu ambayo TRA wameonyesha kwa msimu kwa vilabu vyote vikubwa. Labda leo ingeonekana, lakini imekuwa tofauti. Inaonekana kabisa kwamba mbinu za kocha Steve Barker zimekuwa ni bora zaidi ukilinganisha kwenye mechi ambayo tumeiangalia ya CRDB walibahatika kwenda sare, na kila mtu alijua mechi ya leo itakuwa ni tough, ambayo itakuwa ina matokeo magumu kupatikana kwenye pitch, lakini Simba ni wazuri. Ukiwaangalia mechi za takribani kama 4 wamecheza bila striker. Kwa maana ya kocha Steve Barker kucheza na bila striker, maana yake ni kwamba aweke viungo wengi, anamweka mtu kama Clatous Chota Chama namba 9 wa uongo, anamweka Elim Panzo kama namba 9, amemweka Aura na winga, akamweka mtu kama Libase Guy. Ina maana Simba wakiwa wana mpira, wakiwa na mpira basi wanakuwa haujui nani ambaye anaweza kwenda kufunga goli, wanakuwa wanapishana kama siafu ambaye ameguswa na mti, na maana wanakuwa wanatawanyika. Hicho kinakwenda kuwafanya wapinzani wajue nani wa kumkaba, wasijue kitu gani ambacho cha kujifanya, na ndio maana unaona Simba sasa hivi wanaweza kukufunga mtu yoyote. Kwa hiyo all in all lazima tumpe credit kocha Steve Barker pamoja na vijana wake kwamba Simba hii kidogo at least imebadilika, tofauti na kile kipindi ambacho tulikuwa tujui Simba ni nani ambaye anakwenda kufunga, ambao Simba ilikuwa ikipata mpira wanalazimisha kuingia ndani kwenye sita. Sasa hivi Simba winga anapoondoka na mpira, idadi kubwa inakuwa juu kwenye goli la mpinzani na kuweza kuadhibiwa na mchezaji na yoyote. Kwa hiyo kwangu mimi ni credit kubwa sana kwa kocha wangu Steve Barker pamoja na wachezaji, jinsi gani ambavyo wameweza kuzishika mbinu za kocha na kwenda kuzifanyia kazi ndani ya pitch. Unaiona form ya Clatous Chota Chama? Of course, ukimwangalia Clatous Chota Chama ni mchezaji ambaye ana class tofauti, anakuofa siku hadi siku. Amekuwa na consistency nzuri sasa hivi, zaidi ya mechi kama 5 zote anakuwa anafunga, asipokufunga basi anakwenda kuassist. Hiyo ni daraja la mchezaji ambaye ana utofauti, kwamba kila siku anakupa kile ambacho anaikupa leo, kesho atakupa hicho. Kwa hiyo kinampa anampa hata kocha option ya kufanya kwamba leo nahitaji wewe uwe playmaker katika mechi ya leo kulingana na plani ambayo ameingia nayo. Na ni kweli anakwenda kumuofa Steve Barker. Ukiangalia anakwenda kumtoa, amemtoa yeye na Aura, ameingia Ino pamoja na Mwalimu. Na Mwalimu baada ya kuingia tu pasi zimepigwa 3, anachukua Ino, ana dribble, anakuja kumpa Duchu anatia ndani, Mwalimu anaweka. Ukiangalia ni jinsi gani ambavyo Mwalimu hajakosea kuwaweka benchi, na wale ambao walikuwa benchi wamejifunza, kuna kitu ambacho walijifundisha nini cha kwenda kufanya dakika ambazo wao Mwalimu anakwenda kuamini. Kwa hiyo yote kwa yote naamini hiki kikosi kwangu mimi kwa msimu unaokuja, viongozi wangu wasio na tamaa wa kuwauza wachezaji, tutakuwa na kikosi bora sana cha kuweza kutetea ubingwa. Mimi naamini hivyo. Labda nikuulize swali ambalo limekuwa ni kama kiulizo au ni form ya Clatous Chota Chama, na timu zinakwenda msimu ujao, maana yake ni kwenye michuano ya kimataifa. Ni mchezaji ambaye unaona anakwenda kuisaidia club hata akiongezewa mkataba, kwa sababu mkataba wake ni mfupi. Tatizo la Clatous Chota Chama, mimi naamini sasa hivi ana shauku ya kuongeza mkataba, na ndio maana unaona kwa hiyo upambanaji ni wa kutafuta mkataba. Of course, mimi naamini kwa sababu mkataba aliokuwa nao ni mwaka mmoja. Na sasa hivi kila mshabiki wa Simba anatamani Chama abaki na aongezewe mkataba. Kwa hiyo ni lazima tuangalie. Kuna kitu ambacho sasa hivi Chama sio mjinga. Chama sasa hivi Chama akivua jezi yake akikamua jasho linatoka kwelikweli, si ndivyo? Na ukiangalia jinsi gani anavyojituma kwa muendelezo huu ambao anaufanya, kuna kitu Chama anakitafuta, na ninaamini uongozi watakaa, kama tutafanya rotation ya wachezaji baadhi, sio wengi, twende na hiki kikosi tuangalie ni jinsi gani, nini ambacho tuna mahitaji ya kwenda aidha kwenye shirikisho au ni klabu bingwa, kwa sababu bado ligi bado tupo na hajapatikana bingwa bado. Kwa hiyo yote kwa yote mimi naamini Clatous Chota Chama ni mchezaji mwenye daraja kubwa, na lazima tuamini hilo. Na hata pia kuna baadhi ya mashabiki wa Simba kipindi yupo upande wa pili, niliwaambia inawezekana huyu akarudi, tusitoe maneno yote, tusimalize. Swali langu kutokana na umri, lakini pia performance ambayo anaonyesha wachezaji wa kigeni, tunasema kuna muda huo wanaelewa wanachokitaka, kwamba Chama anajua mkataba wake ni wa muda mfupi, anatafuta mkataba mpya na lazima atapewa, lakini unamuona akisaidia timu kwenye mashindano ya kimataifa. Of course naweza nikasema kwamba Clatous Chota Chama ana experience, ana uzoefu
toka amekuja Simba Sports Club amebeba mabegani. Kwa hiyo mimi naamini inawezekana kama wakifanya rotation ya baadhi ya wachezaji kuja kuweza kulikava ndani ya Simba Sports Club, ana msaada mkubwa sana ndani ya Simba. Hakuna haja ya kumsajilia mchezaji mwingine kwenye namba anayocheza. Mimi naamini lazima tupate striker. Kazi kwenye namba anayocheza Chama. Anacheza namba 10. Na Simba sababu ukiangalia namba 10 ni yeye ndo star ndani ya Simba Sports Club. Anacheza mwingine hiyo nafasi? Anaocheza namba 10 pale ni Morris Abraham. Kwa ukiangalia challenge ya kwake Morris kwa Chama bado siwezi kusema kwamba ni ardhi na mbingu, kwa sababu kuna vitu vingi sana Clatous Chota Chama anavyo na humuoni Morris. Sasa hivi kila mtu kamsahau kulingana na kazi kubwa anayofanya Clatous Chota Chama katika ule mfumo ambao kocha anaenda nao. Anacheza pale Basegai, anacheza na Elim Panzu, Chama pamoja, aidha anaweza kawepo Liomba au pamoja na Eura. Kwa hiyo inategemeana sasa na kocha katika kitu ambacho atakuwa na mahitaji katika kumuongezea mtu ambaye anaweza kuja kumpa challenge Chama katika namba. Kwa hiyo ni lazima Chama atafutiwe mtu kwenye ile namba. Mtu akuja kumchallenge. Inawezekana tukampata mtu fundi zaidi, inawezekana, lakini mimi naamini ni lazima tupate mtu, kwa sababu tukimsomea mtu kama Morris Abraham ni mzawa, si ndivyo? Akapatikana mtu pia fundi zaidi, si ndivyo? Tukawa hata kama tukiwa tuna plani ya kuingia na bila striker, timu ikawa inapata matokeo, si ndivyo? Ni sahihi kulinganisha na Okelo kama ambavyo inaendelea hivi sasa? Hapana, mimi huwa sipendi ushabiki shabiki wa mihemko. Napenda twende kwa namba. Okelo ni mchezaji mzuri sana, lakini ni muda mchache mno ambao amekuja kuitumikia Yanga ukaenda kufanya comparison na Clatous Chota Chama. Clatous Chota Chama katika nchi hii kafanya vitu vingi sana. Ni lazima nakumbuka mwaka alikuja Chama. Ndio amekuja mwaka 2018. Amekuja 2018, ameshafanya vitu vikubwa kubeba Simba kwenda mashindano makubwa na ameshaifanyia Simba vitu vikubwa. Unaposema umlinganishe na Okelo, bado ni dogo. Anahitaji vitu vingi. Tusimuingize dogo ambaye ana focus na maisha yake, aje afanye vitu vikubwa sana kwenye klabu yake kwenda kumlinganisha na mtu. Yeye afanye vile vitu kwa uwezo wake, lakini ni mchezaji mzuri sana Alan Okelo. Lakini leo ukisema kwamba Chama na Okelo, brother, sio kweli. Kwa hiyo mimi nahitaji kumpa muda Okelo aje afanye vitu vingi kwa vitendo, kwa namba, ndio naweza nikasema kwamba naweza nikafanya comparison kati ya Okelo na Chama. Bwana, Yanga na Azam nusu finali ya CRDB. Yanga na Azam itakuwa sio mechi ya kitoto, ni mechi dume, ukizingatia CRDB watakutana na pia kwenye ligi bado watakutana. Kwa hiyo mimi naamini itakuwa ni mechi nzuri, mechi ya ushindani. Yoyote ambaye atakuwa na mbinu nzuri akatoa maelekezo kwa vijana wake anaweza kwenda kufanya vizuri katika hiyo mechi. Naam. Na nini sasa ambacho labda wewe kinakufurahisha sana? Mimi ligi nzima ya Tanzania sasa hivi ukiiangalia ni ligi ambayo ipo kwenye ushindani mkubwa, kwa sababu kila timu imefungwa, kila timu imesare. Kwa hiyo hii ni ligi ambayo unasema sasa tumeingia kwenye ushindani halisi. Kwa hiyo ligi ukiangalia utofauti ni 54 kwa 52, tofauti alama 2. Kwa hiyo yote anaweza kwenda kuwa bingwa. Kwa hiyo mimi kwangu ninaamini hilo. Kwa hiyo kwa ushindani bado iko open, si ndivyo? Lakini ukiniuliza mimi swali langu, nitakwambia nani ambaye nampa asilimia kubwa. Yeah.